Ahlan wa sahlan mwanaspoti, karibu tena ni kujuze kutoka katika maeneo ya Trans Nzoia. Mashindano ya muhula wa pili wa shule za sekondari kaunti ya Trans Nzoia yameanza kwa ushindani mkali, huku shule mbalimbali zikionyesha ubabe wao katika soka. Kwa miaka mingi shule ya St. Anthony's Boys imekuwa ikipeperusha bendera ya soka katika kaunti hiyo. Hata hivyo, mwaka jana, mwaka wa 2025, kaunti hiyo ilipata bingwa mpya ambaye hajawahi kutamba katika mchezo wa soka hapo awali, St. Joseph's Boys Kitale. Shule hizi mbili zina historia ya kipekee, kwani zimewahi kuongozwa na mwalimu mkuu mmoja, Bwana Cosmas Nabungolo, aliyewahi kuwa mkuu wa St. Anthony's na sasa ni mkuu wa St. Joseph's Boys Kitale. Safari ya kurejesha ubingwa kwa St. Anthony's pamoja na juhudi za St. Joseph's kutetea taji lao sasa zimeanza rasmi, huku shule zote mbili zikiandikisha ushindi mkubwa katika mechi zao za ufumbuzi. St. Anthony's waliwachabanga kijana wa Malo mabao 5-0 baada ya kunyamazisha AIC Kibomet mabao 2-0. Kwingineko, mabingwa wapya St. Joseph's Boys Kitale waliandikisha ushindi mkubwa wa mabao 10 baada ya kuwalisha mabao hayo shule ya sekondari ya Prisons. Katika mechi ya pili, St. Joseph's waliendeleza ubabe wao kwa kucharaza Great Mercy Secondary School mabao 11-1. Shule ya Goseta Boys pia ilianza vyema baada ya kuilaza Karaus Secondary mabao 5-0. Katika kaunti ndogo ya Endebess, kwa upande wa wasichana, Anderson Girls waliibuka na ushindi kwa mabao 13-0 dhidi ya Koronga Girls. KK Girls walipokea kichapo cha mabao 6 kutoka mikono yake Anderson bila jibu pia. Mashindano hayo yanaendelea huku mashabiki wakingojea kuona ni shule gani itaitoa ubingwa mwaka huu kuelekea Tanzania, maeneo ya Morogoro, katika mashindano ya Afrika Mashariki na Kati. Hadi tamati nafika mwisho. Jina langu ni Paul Gregory. Tukutane hiyo kesho kwa habari zaidi za michezo.